Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amina. Asante sana ndugu mtangazaji. Napenda nichukue fursa hii kwa namna nyingine tena kukaribisha wewe ambaye ni msikilizaji wa redio ya Success katika kipindi cha ndoa, vijana na ndoa. Kijana ni nani? Kijana ni mtu ambaye bado anaendelea kukua, anaendelea kujifunza. Ukifika uzee basi unabidi utoe ushauri, wewe sio kijana tena. Kwa tutegemee mzee uwe na matatizo ya ndoa tena. Ni maanisha kwamba tayari wewe umeshapata uzoefu mkubwa. Kama kuishi basi umeona mpaka wajukuu. Kwa hiyo unakuwa na nafasi nzuri ya kuwa mwalimu mzuri wa ndoa. Na wanasema you can teach an old dog new tricks. Kwa hiyo tutegemee kwamba ni kwa hiyo tunasema vijana ni watu ambao bado wanaendelea kutafutiza na kwenda kujifunza katika ndoa. Lakini pia kwa sababu neno la Mungu ni kioo. Neno la Mungu halizeki. Kwa hiyo tunapokuwa tunashirikiana katika kipindi hiki tunaliongea pia neno la Mungu kwa ufasaha ambacho linafanyika kwa kioo cha maisha ya kila mmoja. Wiki iliyopita kama utakumbuka tulikuwa tunaongea juu ya somo la kuhusu namna ya kupata mwenzi. Sasa kwa sababu nimeshauriwa kwamba nirudie tena hilo somo kipindi kinachokuja, tutalipoishia tulikuwa ni namna ya mwanamke kuweza kupata mwenzi na namna ya mwanaume kupata mwenzi. Sasa tutaliongea Jumapili ijayo, kwa tujipange. Jumapili ijayo tutaongea somo kuhusu namna ya kupata mwenzi. Na tutaanza na namna binti anaweza kupata mwenzi na kuishi naye maisha ya utulivu na ya ushindi. Sasa leo kwa neema ya Mungu, kwa sababu ni jioni ambayo tunajua Adamu na Eva walitembelewa na Mungu wakati wa jioni. Kwa kupitia jioni hii Mungu anaenda kutembelea maisha ya watu wake. Na ni maombi yangu kwa Roho Mtakatifu kwamba apate kunipa kibali na neema cha kuweza kwenda kutoa hekima ambayo inatoka juu, sio hekima kutoka kwangu na ule uzoefu wa kawaida, bali itoke kwa Mungu mwenyewe kwa ajili ya kusaidia maisha ya watu na kuyaponya. Kwa hiyo kabla tujaenda mbali, naomba tuombe. Baba, tunakushukuru jioni leo. Asante kwa ajili ya wema wako na uaminifu wako juu ya maisha yetu. Tunakuabudu kwa sababu una makusudi mema. Na saa hii tunakabidhi kipindi hiki mikononi mwako. Ewe Roho Mtakatifu, tunaomba uanze nasi, unene nasi, utufundishe, uongee na mioyo yetu. Katika jina la Yesu, amen. Kwa majina naitwa mchungaji Sako Merrick wa huduma ya Success Chapel pale Nzinje Zuzu Dodoma. Na jioni ya leo napenda tuongee somo linaloitwa jinsi ya kutatua migongano ya uchumba na ndoa. Jinsi ya kutatua migongano ya uchumba na ndoa, au kutatua migongano ya uchumba na ndoa. Sasa kwanza tuanze na migongano. Migongano ni hali ya watu wawili ambao wameamua kwenda njia moja kuelewana. Na sio kwamba ni jambo geni. Ili uweze kutembea lazima ukanyage udongo. Ule udongo unapopata ile inaitwa friction, inaitwaje Kiswahili? Msuguano, ndio unaweza kutembea. Ili uweze kuinua kitu kwenye meza lazima utokee msuguano, lazima upingane na nguvu ya wanaita gravitational force Kiswahili inaitwaje? Ile nguvu ya asili ya mvutano sijui ya chini. Kwa Mungu ameumba maisha ya kusigishana ili kuweza kwenda mbele. Ila namna gani unaweza kutatua changamoto hiyo inahitaji neema. Hata watoto wawili waliokuwa katika nyumba moja, baba mmoja mama mmoja, wanagombana. Wanashindwa kuelewana. Kuna mambo wanakataa, huyu anapenda chakula hiki, huyu hapendi. Huyu anapenda masomo haya, huyu hapendi. Huyu anapenda kwenda huku, huyu hapendi. Kwa hiyo ni jambo la kawaida kwa wanadamu kushindwa kuwa na msimamo wa aina moja. Lakini pia lazima ujue unapokuwa umeoa mwenzako mtazamo wake wa maisha ni tofauti na kwako ni tofauti. Kibaya zaidi, maumbile ya mwanamke na maumbile ya mwanaume ni tofauti sana. Wenzako kuna wakati hormones zinakuwa juu katika mizunguko yao ya siku, kwa anakuwa sio yeye. Lakini pia kuna wakati wanakuwa vizuri sana, lakini mwanaume mara nyingi Mungu amempa neema wakati wote yuko vile vile unavyomuona kwa sababu ya neema ambayo amepewa naye. Kwa kila mtu ana neema yake tofauti. Na ndio maana mwingine anaweza kupata mtoto akakaa naye miezi 9 tumboni na mwingine anakuwa vile vile alivyo. Kwa Mungu ametoa neema tofauti kwa watu tofauti. Nataka kujua tukwambia kwamba migongano au misuguano sio jambo baya, ni jambo lejema, na kwa jinsi hiyo ndio tunapoleta maendeleo. Hata ukipata mchumba ambaye hawezi kukuchallenge, hawezi kukuuliza maswali magumu kwa adabu, hiyo ndoa haipo.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima kuwe na mivutano kwa ajili ya maendeleo, ni sehemu ya hali ya maendeleo ya maisha ya mwanadamu. Hilo nataka liweke sawa vizuri sana. Kwa hiyo leo nataka tuongelee chanzo kikubwa cha misuguano katika ndoa. Na kikubwa katika yote ni matarajio. Unapopata mchumba, sasa tuanzie kwenye uchumba. Una matarajio kwamba mchumba wa kike atakuwa na tabia fulani. Sasa matarajio ni kitu kibaya sana. Mimi naweza leo kutaka kumuoa mtu, nichukue tu kwa mfano, sioi tena, nimeshafika umri wa kutokuwa na kuoa tena. Bwana Yesu asifiwe. Ila naweza kuwa na mpango wa kukaa na, au mtu anapenda kukaa na mwanamke fulani. Katika hali ya kawaida ni kwamba anategemea mwanamke aweze kufagia nyumba, labda aweze kupika, aweze kujua kupika, aweze kujua kumwamkia asubuhi kwa adabu au kumsalimia, aweze kujua namna anatembeaje, anavaa nguo gani, anakulaje, anaishi vipi. Sasa matarajio ni picha ambayo mtu anaijenga kabla hajaanza kuishi na mtu au kabla hajakutana na mtu. Lakini pia wewe ambaye ni binti, inawezekana umetegemea kijana ambaye atakuwa anavaa t-shirt imeandikwa The Lakers, anavaa labda nguo za Michael Jackson, labda anataka kuvaa jinsi, anataka kuvaa suruali mpaka tumboni. Umezoea kuona vijana wa kilokole masuruali bwanga, leo unakutana na kijana ambaye suruali na mbana. Kwa unasema sasa mbona huyu anaonekana muuni. Unataka mtu ambaye ana nywele nyingi afro, mwenzako anapiga kapanki kamoja kamechoka kwa namna fulani. Matarajio. Unategemea kuona, labda umemwona baba yako labda akiwa ni mtu ambaye ana kitambi, unakutana na kijana ambaye tumboni liko flati. Kwa yote hayo ni nini? Ni kitu gani kinaitwa? Matarajio. Kwa hiyo ndio mwanzo wa mgogoro wa kwanza. Natamani tuongee kwa upana hapo. Kwa whether kwenye ndoa au kwenye uchumba. Sasa unapoingia kwenye ndoa, kuna mtu mmoja wamejenga nyumba nzuri ya kisasa, walipata nyumba ya kupanga ya kuanza maisha yao. Na hiyo nyumba ina shower, unajua shower? La kuoga bafuni, maji ya moto yapo, hita. Kwa hiyo akawa anategemea asubuhi mke wake achote maji, amwekee kwenye ndoo, amwamshe ili amuogeshe. Bwana Yesu asifiwe. Matarajio. Alitarajia kuona mke anafanya hivyo. Kwa hiyo siku ya kwanza wameanza ndoa, siku ya pili anashangaa, anamwamsha, tunaambia maji yamesha chemka, anamwambia sasa maji yenyewe yako wapi? Anaambia yako hapa kwenye hita, unawasha tu. Mimi nimezoea maji, mwanamke anatakiwa alete wapi? Bafuni. Hapo ndio matatizo yakaanzia. Kisa cha ugomvi kikawa hicho, na ikaleta mgogoro usiokuwa na kichwa wala miguu. Mwanaume anatarajia mwanamke ampikie chai asubuhi. Nani amekwambia? Matarajio. Hizi kazi za kufagia nyumba, kitanda kikiamka asubuhi mwanamke ndio anatandika. Nani amekwambia? Yaani hizo vitu umevitoa wapi? Matarajio. Mlikaa sehemu mkapewa darasa mkakubaliana kwamba wewe utakuwa unatandika kitanda? Kuna sehemu mmekubaliana kwamba utakuwa unapika chai? Kuna sehemu mmekaa mkasema kwamba sasa utakuwa unaniamsha asubuhi wewe? Hamna. Kwa hiyo hayo ni matarajio. Sasa matarajio ni kitu kibaya sana. Kuna watu wanakuwa na matarajio ambao ni hasi, sio wenyewe. Na matarajio yanapokosekana, moyo unavunjika. Kwa sababu imani ni uhakika wa mambo yasiyoonekana. Ni bayana ya matarajio. Kwa hiyo unakuta imani ya mtu na mke wake inaanza kuporomoka siku ya kwanza baada ya kugundua kwamba mbona huyu mwanamke yuko. Nakumbuka mmoja, Bwana Yesu asifiwe, alijua kwamba mke wake haendi chooni. Kwa hiyo alipoingia akaenda uani, akashangaa harufu iliyotoka, akasema kumbe na wewe umeoza namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Akujua kwamba naye ni mwanadamu. Matarajio yake anavyomwona amevaa vinguo vyake, anajua huyu haendi chooni. Sasa yote hayo ni matarajio. Sasa inawezekana mfano sio mzuri sana, lakini nataka niingie ndani kwenye kitu kinaitwa nini? Matarajio. Kwa tunasema hivi, usiingie katika ndoa na matarajio yoyote. Usiingie katika ndoa na matarajio yoyote. Ila nyinyi mtengeneze sasa utaratibu wenu wa nyumba. Mtumishi mmoja wa Mungu anaitwa David Oyedepo, kwa taarifa nilizoambiwa ni kwamba mke wake waliingia naye mkataba. Mimi mwanaume majukumu yangu yanakwenda hivi, na mimi mwanamke mambo yangu yatakuwa. Ndio makubaliano. Lakini isiende kwenye matarajio. Mmekubaliana nini? Sawa, kufagia kitanda, kusagia nyumba, kazi yako. Mimi kazi yangu kutafuta hela. Ndio makubaliano. Sasa wewe unasema nitegemea mwanaume aende akatafute hela. Nani alikwambia? Mlikubaliana itakuwa hivyo? Hayo ni matarajio. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo matarajio yakishindwa kutimilizwa ndipo inapoleta chanzo cha migogoro na migongano. Ndio chanzo kikubwa cha matatizo makubwa. Kwa hiyo tunasema ili kutatua hilo, chochote mkiongee, mweke makubaliano bayana. Usitegemee kwamba mume wako, kuna mmoja nimekutana naye juzi, anasema toka tumeoana mume wangu mwaka wa 3 sasa hivi hajawahi kunitoa out. Sasa mlikuwa mmekubaliana kwamba kutakuwa na kutoka out? Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ni matarajio yako. Sasa kwa usimlaumu mtu kumbe hajawahi kujua. Oh, yes, anatakiwa ajiongeze. Ajiongeze kwa nani? Atajiongeza na vitu vibaya. Kwa mkubaliane kwamba bwana, sisi ndoa yetu angalau kila mwezi tuwe tunatoka out. Mnakubaliana, sio lazima kuandika, lakini mkubaliane vitu vya msingi katika ndoa, na ndio chanzo cha kuondoa matarajio. Kwa mambo yote ambayo ni matarajio, inawezekana ulijifunza katika ndoa ya familia yenu, umejifunza kwa mama yako, kwa baba yako. Kwa hiyo unamwambia mwenzako, mume wangu sikiliza, mimi natarajia, nategemea au na makubaliano yetu, wewe utabangaiza huko, utahangaika, mimi nitakuombea ulete chakula nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Wewe utahangaika, mimi nitashughulika mambo ya nyumbani, mambo ya kitanda, mambo ya nini. Lakini kuna siku hizi mambo yamebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Watu wameanza vizuri, baba na kazi, mama na kazi, inafika katikati mwaka wa kwanza tu ya ndoa, kazi baba amefeli, alafu mama amepanda cheo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo matarajio yanakuaje? Mimi nategemea mwanaume lazima alete chakula nyumbani. Toa wapi? Akatafute wapi? Kijana watu ameenda kubeba zege zote duniani, ngoma iendi. Ameenda kuanzisha biashara, nimempata mtaji wote kaumaliza. Unajua biashara kafanye wewe uone. Acha hiyo kazi kafanye ukaone. Kwa lazima mfike hatua ya kukubaliana. Kuna vitu vinawezekana. Mambo ya kizamani ya kusema mwanaume lazima awe na shamba, sijui afanye nini. Mpendwa katika Bwana, tunadanganyana. Alafu tunaumiza vijana watu bila sababu. Maisha yamebadilika. Sijasema kwamba kijana asifanye kazi, lakini nataka kusema ni kwamba maisha yanabadilika. Leo mtoto wa kike amesoma madigrii mpaka PhD. Zamani ilikuwa tunategemea mfumo wa ndoa, hata leo katika Biblia ni kwamba binti ataishia shule yake kwa ajili ya kutunza watoto. Wanasema KKKK, kusoma, kuhesabu na kuandika. Sasa leo tuna mabinti ambao wanaweza kuchora nyumba, wanaweza kuchora ndege, wakachora ramani ya gari. Wana akili kubwa na wameajiriwa katika mataasisi ambayo yanatoa pesa kubwa kimataifa. Sasa wewe kijana wa watu maskini ya Mungu ukaishia kuajiriwa labda na serikali, ambao unakuta labda huko katika nafasi ambayo inakupa mshahara ambao ni mdogo. Ukijilinganisha kama mshahara kako kwa mwezi mzima unakaa asubuhi mpaka jioni, na huyu mwanamke ambao umemwoa, Mungu amewapa neema wote, lakini mwenzako amepewa akili nyingi, unashangaa unaingia mara 15. Nimekutana na ndoa kama hizo. Naomba nikwambie, hakuna kanuni ya ndoa aliyoandika mtu yote kwenye maandiko. Huyo mtu anayekwambia kwamba sijui ukatafute hela na nini, anifungulie huo mstari. Unajua bustanini kule Adamu ilibidi kwanza. Unatengeneza notion ya tunasema si kufikirika. Ndoa inatengenezwa na watu wawili. Ndio maana hata wiki iliyopita nilisema mnyenyekeaneni. Nimekutana na mwanamke nakwambia, unaona hata suruali aliyovaa? Hiyo mimi ndio nimemnunulia. Jamaa hata kibeliti ndani hakuna. Chanzo cha migongano. Na naomba nikwambie, unapokimbia unaruka nini? Unaruka mkojo, unakanyaga mavi, kinyesi. Kwa ina maana kwamba hata unapomkimbia huyu unaimpata mwingine pia anaweza kuwa na hali nzuri leo, lakini naomba nikwambie maisha yanabadilika. Mimi naongea na wewe kama mwalimu jioni ya leo, kama mchungaji, najua maisha. Kuna wakati unashangaa huko kazini umesimamishwa kazi miaka 3. Utasema nini? Na hujakosa kitu, lakini imetokea tu bahati mbaya, kazi imesimama. Sasa huyo mwanamke ambaye Mungu amempa neema kuweza kwa mnasaidiana, mnashirikiana pamoja. Zile kanuni za kizamani, hatuendi kulima shamba sio ushindani. Siku hizi sio ugali, eti kama mimi na nguvu nyingi nimelima shamba eka 50. Unaweza kulima eka 50 na zote zisitoe mazao. Ni maisha yamebadilika sana. Unaweza kwenda shambani kwenda kuvuna, ukasema unaenda kuinda mnyama na usije na mnyama yote. Na tunaweza kuona katika maandiko matakatifu pia. Kwa kitu kikubwa ni nyenyekeaneni nyinyi kwa nyinyi. Bahati mbaya wale baba zetu wote watatu, Abraham, Isaka na Yakobo, tunaona mke zao walikuwa ni mama wa nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa watu woni wakienda kufanya kazi. Lakini mtu anaitwa Suleiman alikaa na wanawake ambao wamesoma shule, watoto wa wafalme wenzake, na ndio maana akatoa Mithali 31. Sifa za mwanamke shoka, mwanamke jembe anakuwa ni mtu wa aina gani? Na ukiangalia kwa makini,
Mungu ameumba jambo jipya, mwanamke atamlinda mwanaume. Kwa sitetei kwamba mwanamke apewe msaada, mwanaume apewe msaada mwanaume, lakini nataka niondoe chanzo kikubwa cha mahusiano, matatizo au migongano katika mahusiano ambacho tunakiita ni matarajio. Matarajio ya jambo fulani yanaposhindikana, yanavunja moyo, yanaondoa imani, yanaharibu kila kitu katika ndoa. Ni kwa sababu ya mafundisho potofu yasiyokuwa na kina ambayo watu wanakuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili. Kwa cha kwanza nimekwambia matarajio. Jambo la pili ambalo linasababisha kuwe na mgongano katika ndoa ni swala zima linaitwa kuvunjika kwa mawasiliano. Kuvunjika kwa mawasiliano. Mawasiliano maana yake nini? Mawasiliano ni kuongea na kusikiliza. Mawasiliano, mimi napoongea hapa nategemea pia utauliza maswali. Nategemea pia tutakuwa tuna converse. Kwa kuna wakati nasikiliza, kuna wakati naendelea kuongea. Ndio mawasiliano. Biblia katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 22, sijui unaweza kutusomea Waefeso 5:22. Inasema kwamba enyi wake muweze kunyenyekea kwa ume zenu kama kwa Bwana, au muweze kuwatii wake zenu kama kwa Bwana. Waefeso 5:22. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mwanamke au mwanaume amepewa jukumu la kuweza kunyenyekea. Na nilikwambia wiki iliyopita, Biblia imekutaka muweze kunyenyekeana nyinyi kwa nyinyi, ili mpasavyo Mkristo, kwa sababu bila kunyenyekeana nyinyi kwa nyinyi hamwezi kutengeneza kile ambacho Kristo amekusudia katika maisha yenu. Naomba usome Waefeso 5:22. Waefeso sura ya 5 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana. Kama kumtii Bwana. Maana mume anayo mamlaka juu ya mkewe. Maana mume anayo mamlaka juu ya mkewe. Kama vile Kristo alivyo na mamlaka juu ya kanisa. Kama vile Kristo alivyo na mamlaka juu ya kanisa. Naye Kristo mwenyewe. Basi imetosha. Kwa hiyo jambo linaua mahusiano makubwa katika ndoa ni wanawake wanaposhindwa kutii. Naongea kwenye Biblia. Sasa mbona mwanaume atii? Kamwambie Yesu atii kanisa. Kama unataka kuongea, kalete ya kwako. Mimi naongea habari za ndoa ya Kikristo na Yesu asifiwe. Kwa ni muhimu sana wanawake kuweza kuwa na utii. Ni muhimu sana kuonyesha utii. Unaonyesha utii kwa njia gani? Kusikiliza. Badala ya kujibu ovyo ovyo, badala ya kujibu kwa matusi, badala ya kujibu kwa maneno ya baradhuri, ni muhimu sana kusikiliza. Kusikiliza kunatoa nafasi kubwa ya mahusiano ambayo ni ya kudumu katika ndoa. Mwanamke asiyetaka kusikiliza ameua ndoa. Lakini pia niende upande wa pili. Biblia inamtaka mwanaume aweze kuwa na upendo kwa mke wake. Kwa pia Biblia inamtaka mwanaume ili kuweza kuonyesha upendo amsikilize mkewe. Unajua Mungu, Biblia inauma kushoto na kulia. Sasa mwanamke mmoja akanijia, mimi anisikilizi, nikamwambia lakini wa kwanza alielekezwa moja kwa moja kusikiliza ni nani? Mwanamke. Kwa hiyo haina maswali. Sasa kama umeamua kuolewa, siku moja nilikwambia na nikakupa caution. Nikasema kwamba kama unajiona uwezi kunyenyekea kwa mwanaume, usiolewe, unapotezea muda watu, utaumiza. Kama umeamua kuolewa, ni lazima ujenge msingi wa kusikiliza. Lazima ujenge msingi wa utii. Kama unaona uwezi kumtii mwanaume, usiolewe. Utatuletea matatizo kwenye ndoa ya Kikristo. Utatengeneza harusi, alafu kijana watu utampa pressure na atakufa kabla ya wakati, kwa bahati mbaya. Kuna vijana wengi wamekufa kwa sababu wanawake wamewaletea pressure ambazo ni ngumu, kwa sababu mwanamke sio marriage material. Hajiamua kubadilika katika mawazo yake. Kwa siku moja nilikuwa nafundisha somo kama hilo, mama mmoja akasema niko biased. Basi nitamleta siku moja na mke wangu siku moja alielezee kwa upana tuweze kubalance story. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili. Kwa la kwanza ni mawasiliano. Na katika mawasiliano pia matarajio ambayo ilikuwa jambo la kwanza. Matarajio lazima aweke bayana. Mimi mwanaume
na kutegemea mke wangu 1, 2, 3, 4. Unakubali? Ndio. Wewe mme wangu, mimi mke wako, nategemea 1, 2, 3, 4 katika ndoa yetu. Na anakubali. Kwa mtaishi katika misingi ambayo mmeitengeneza wenyewe, sio ya matarajio ya kutana nao babalani. Mbona mama yangu alikuwa afanye hivi? Mbona baba yangu alikuwa afanye? Ukishaona ndoa imekwenda huko, imekwisha hiyo. Hamna kitu hapo. Ndoa imesha kufa yenyewe. Jambo la 3. Kwa nimekwambia la kwanza ni matarajio. La pili ni mawasiliano. La 3, ni lazima ujue katika ndoa kutakuwa na masuala ya fedha. Polisi ya Kikristo, nyinyi ni mwili mmoja. Kwa matarajio ni kwamba fedha mtaziweka pamoja. Naomba nirudie na niweke sawa. Kikristo, kiimani, fedha ya mwanamke ni ya ndoa. Fedha ya mwanaume ni ya ndoa. Acha siasa za mtaani hizi. Watu wanafundishana mafundisho ambayo ni ya mashetani. Ndoa inajengwa kwa misingi ya fedha. Hakuna kunyimana. Nyinyi ambao mmeisha kuwa mwili mmoja, unawezekanaje mkono ukasema mimi mkono huu ni cha kwangu, ni changu, huu mkono wa kushoto cha kwangu, ni chetu? Umesikia wapi? Nyinyi mmeisha kuwa mwili mmoja, na kama kuna ugomvi mkubwa katika ndoa ni swala la fedha. Sasa sio lazima mkubaliane kwamba fedha zote zikae pamoja. Mnaweza kukubaliana vinginevyo, hamna tatizo. Biblia haijakataza kwamba wewe mme wangu, mimi nipatie hela yangu ya chakula kiasi hiki, basi hayo mengine hangaika kwa ajili ya watoto. Wewe mke wangu, emchangia kiasi hiki katika chakula au katika mambo ya maisha. Basi ada za watoto zimekuja. Nilimwambia siku moja mama mmoja, nikamwambia muulize siku moja mme wangu, kama mnafanya kazi wote au unafanya biashara nzuri, mwambie mme wangu, naona unaenda kwenye ada ya watoto, nikuchangie shilingi ngapi tu balance? Utajenga heshima kubwa kwenye nyumba. Model original ni kwamba pesa zinakaa mezani pamoja, mnapanga bajeti ya pamoja, mnapanga mipango ya fedha pamoja. Ni mwili mmoja, lakini kwa takana ya kacha mbalimbali tofauti tofauti, mnaweza kutengeneza modo yenu. Hakuna kitu ambacho nasema hiki ni dhambi. Hakuna, Biblia haijaandika sehemu yoyote. Kwa ni misingi ambayo imejengwa. Lakini misingi ya ndoa ambazo zina utukufu zote ni kwamba zimejenga misingi ya kwamba pesa zinakaa pamoja, baba na mama wanajua mapato na matumizi ya fedha zao. Sasa wengine mnaweza kuwa na modo nyingine, mkasema bwana, mimi nataka tu hakikisha tuna pesa ndani ya nyumba, chakula kipo, mambo ya familia yapo vizuri, basi hayo mengine mimi sihitaji. Wako tofauti, lakini pia lazima ujue elimu iko tofauti, kiwango cha uelewa kiko tofauti, kiwango cha mtizamo kiko tofauti. Hatuwezi kuwa sawa. Sasa huwezi kutengeneza single model kwa ajili ya every marriage, alafu ukasema huu ndio utaratibu mimi nauona, wewe unaona, lakini inawezekana ni wa uongo. Kwa ni makubaliano ambayo yalipo. Lakini kitabu cha Mithali sura ya 10 mstari wa kwanza. Mithali sura ya 10 mstari wa kwanza. Mithali sura ya 10 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, neno Mungu unasema, hizi ni methali za Mithali 10 sura ya kwanza. Ndio. Inasema, hizi ni methali za Solomoni, mtoto mwenye hekima ni furaha ya baba yake. Mtoto mwenye hekima ni furaha ya baba yake. Lakini mtoto mpumbavu ni huzuni ya mama yake. Lakini mtoto mpumbavu ni huzuni. Kwa katika nyumba msio watu wapumbavu. Upumbavu unaleta huzuni. Ukipata mwanamke mpumbavu pole. Ukipata mwanaume mpumbavu kama Nabali pole. Mungu akupe neema. Utakuwa na huzuni mpaka unakufa. Na wanaume wengi ambao wana huzuni kwa sababu ya wanawake wapumbavu. Kwa mwisho wa siku ni pressure. Miaka 50 mtu pressure iko juu. Ukichunguza kwa makini unakuta ni ndoa. Binti miaka 38 40 na pressure. Ukichunguza unakuta ni ndoa. Kwa chanzo cha matatizo makubwa ni hekima ambayo inaweza kutawala watu wawili. Sasa mtangazaji, kwa ajili ya kuendelea tumebakiza mambo matatu ya mwisho, labda tutoe nafasi kwa watu kutuma ujumbe, lakini pia hii sehemu ya kwanza labda tuishie hapo, alafu tumalizie baada ya kutoka tupate wimbo, alafu baada ya kuwa umewaambia watu wanatumaje ujumbe, na nafikiri safari ijao tuweke kupiga simu pia kama inawezekana,
ili watu waweze kupiga simu, wakati mwingine kuuliza maswali kupitia simu moja kwa moja. Lakini kwa sasa hivi tutumie njia ya ujumbe, kwa unaweza kuwapa namba ya kuweza kutuma, alafu tumalizie mambo matatu ya mwisho. Kwa hiyo nataka niongee mambo 7 ambayo ni chanzo na cha mgogoro katika ndoa na namna ya kuyatatua. Sasa ili kuweza kwenda huko, ili watu waweze kupata nafasi ya kupumua, basi labda tupate hii mpaka hii chanzo cha 3 kinatosha kwa ajili ya kuweza kupata maswali ya mwanzo, na baadaye tumalizie sehemu ya mwisho. Naona muda wetu umekwenda mbio, kwa hiyo wape nafasi wasikilizaji kwa ajili ya kuweza kutoa maswali, na labda utaweza kumtambulisha mgeni ambaye yuko studio, naye anaweza kuuliza maswali 2 matatu tukajaribu kutatua. Mungu akubariki sana. Amina, shukrani sana. Basi mpendwa msikilizaji wa Radio Success, kwa wakati na sana majira kama haya, utatuma ujumbe wako kupitia simu nambari 0678666335, 0678666335. Moja kwa moja nichukue nafasi Labda rudie hiyo namba vizuri, taratibu, umekimbia sana, yani umeongea kwa spidi ya marathon. Hebu niongea herufi moja moja, hata wazee wanaosikiliza wakakuelewa. Amen. Basi utatuma ujumbe kupitia simu nambari 0678666335, 0678666335. Basi moja kwa moja nichukue nafasi kumkaribisha mgeni wetu aweze kujitambulisha. Baada ya hapo utapata wimbo kwa ajili ya kupokea maswali. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Meshia Mwakalobo. Mimi ni muumini wa Success of Christ Church Dodoma. Nimefurahi kualikwa mahali hapa kushiriki kipindi nani, na najifunza mengi pia. Amina, shukrani sana. Basi mpendwa msikilizaji, tutarejea muda punde kwa ajili ya kusoma jumbe kutoka kwa wasikilizaji wetu. Basi mpendwa msikilizaji, tumerejea kwa ajili ya kusoma jumbe kutoka kwa wasikilizaji wetu. Nambari ni ile ile 0678666335, 0678666335. Basi mpendwa msikilizaji, utatuma ujumbe wako mfupi kupitia simu nambari hiyo hapo. Kwa wakati na sana majira kama haya, nichukue fursa hii kumkaribisha mtumishi wa Mungu ili aweze kuendelea na tuweze kujibu jumbe zilizotumwa na wasikilizaji wetu. Karibu sana. Amina. Basi labda kama kuna jumbe tayari tuanze kuzipata, alafu lakini labda nimalizie sehemu ya mwisho ili kwamba tukitoka tuende moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Tuwaruhusu pia watu waendelee kutuma jumbe ambazo ni za tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 4 sasa kwa haraka. Nimekwambia la kwanza, sijui kama utakumbuka mtangazaji. Tunakumbuka la kwanza lilikuwa nini? Matarajio. Hiyo ndio chanzo cha mgogoro. Enter into a marriage expecting nothing from your spouse. If it comes, mshukuru Mungu. If it does not come, mshukuru Mungu. Utakuwa na raha sana. And if there is anything, kama kuna kitu chochote mngependa kukiweka pamoja, basi mkubaliane. Lakini usitengeneze expectation kutoka kwa wazazi wako, familia yako, jamii yako au ndugu zako. La pili tumesema ni swala zima la mawasiliano, ambalo ni la msingi sana. Nikasema mama wa mawasiliano, injini ya mawasiliano katika familia ni mama. Ukipata mwanamke mpumbavu, umekula hasara. Lakini nikasema kwa sababu maandiko yametaka pia mwanaume umpende mkeo, basi pia na wewe unatakiwa uonyeshe upendo. Lakini chanzo kikubwa, ndio maana Biblia haijasema mwanaume mpumbavu, ingawa watu wanatengeneza uongo tu. Imesema mwanamke mpumbavu uharibu ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Haijasema mwanaume mpumbavu. Ukiona ndoa imeharibika, hata nikanakuweka kwanza kuja kukwambia ndoa imeharibika, wanawake oye ujue mama hajanyenyekea, ni mjeuri. Huyu hakutakiwa hata kuolewa, lakini natamani kwamba tuweze kuwa na sababu ya kujenga ndoa kubwa. Wanaume wengi waongee, lakini kuna shida. Lakini pia kuna wanaume wakorofi, upendo hamna. Lakini mara nyingi anasema nyama ya ulimi ni ya muhimu sana kwa mwanaume yote katika maisha yake.
Sasa jambo la tatu tumesema ni fedha, na nikasema hatuna kanuni kamili, lakini ni makubaliano. Ila kitu cha kwanza, huu ni mwili mmoja. Hakuna fedha za mwanamke, hakuna fedha za mwanaume. Mnapaswa kumanage pamoja fedha zenu, wala sio swala. Lakini kama mmekubaliana vinginevyo, pia mkubaliane hivyo, lakini isiwe matarajio ya karibu misingi yote ya fedha. Na watu wanalazimisha kwamba lazima hela zenu muweze kuweka akaunti moja na kadhalika, lakini sidhani kama ni sahihi. Mnaweza kukubaliana, mkikubaliana hivyo ni jambo jema sana, lakini pia kuna background tofauti za watu, lakini pia wao wanawake wako tofauti. Kuna mwanamke ameolewa yaani ukishamonyesha pesa, tubadilishe nyumba, tubadilishe gari, tubadilishe, yani hana, akili yake ni matumizi mabaya, kwa sababu hajajifunza namna ya kumanage pesa. Lakini pia kuna mwanaume pia wa aina hiyo. Kwa hiyo vyote pamoja vina tofauti. Ndio maana watu wengi walioa Wachaga ambao ni Wachaga kweli, maana siku hizo na Wachaga matapeli. Wachaga kweli wamefanikiwa sana, kwa sababu wale watu wamefundishwa namna ya kuweza kutunza shilingi moja moja. Wametumwa kutafuta fedha. Kwa wako makini kwenye namna gani wanaweza kutengeneza fedha. Lakini kuna siku hizo wa mjini, sasa wale wa mjini ni matapeli, ogopa. Kwa hiyo sijasema kwamba bado ni wabaya, lakini ni jambo la kuliangalia kwa upana. Maisha yana kanuni maalum. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 4 ni swala zima la mgongano wa kimaslahi. Mgongano wa kimaslahi. Nimeenda kwenye nyumba, mwanamke anasema amejenga nyumba 2 Dodoma, mwanaume ajui. Nimeenda kwenye nyumba, mwanaume anasema amejenga hoteli Morogoro, mwanamke ajui. Mgongano mkubwa wa kimaslahi. Na bahati mbaya Mungu fundi, jamaa anaenda na gari yake kuangalia nyumba yake, anaanguka njiani, nyumba inapotea, viwanja vinapotea, watoto wanakosa, alihangaika amekosa, wanapokea watu ambao ni matapeli katikati ya njia. Kwa hiyo haya maisha sio kama marefu kama unavyoyazani, na usije ukajiamini sana, hujai kuumwa malaria, hujai kuumwa nini. Chochote kinaweza kutokea kwenye maisha haya. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweka mambo yenu wazi. Tunasema kwamba Biblia katika kitabu cha Mithali 12 mstari wa 4 kinasemaje? Naomba tuangalie hapo. Mithali 12 mstari wa 4. Ni muhimu sana kuweza kuwa wawazi kati ya nyinyi wawili. Mithali 12 mstari wa 4. Maandiko yanatuambia kwamba mke mwema ni taji ya fahari kwa mumewe. Mke mwema ni taji ya fahari kwa mumewe. Amwambiaye mumewe ni kama kidonda mifupani. Amwambiaye? Hapana, soma vizuri. Amwaibishaye. Soma vizuri, soma yote vizuri sasa tuisikie vizuri. Amina. Mke mwema ni taji ya mke mwema ni taji ya fahari kwa mumewe. Rabo sekori andarava. Kwa hiyo ina maana ukiona mwanaume anafurahi ni kwa sababu ya mke mwema. Kumbe kuna mke mwema na mke mwingine anasema nini? Anasema amwaibishaye mumewe ni amwaibishaye mumewe ni kama kidonda mifupani ni mwake. kama kidonda mifupani mwake. Hem, chukulia kidonda, sijui ngapi ameisha. Kidonda cha mwisho sijui nilipata lini. Sasa Biblia inafananisha mke wa hovyo sawa na kidonda. Sasa mara nyingi ukiona mwanamke anaanza kumsema vibaya mume wake, haya, yani siseme sana, Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ukimsikia mwanaume anamsema vibaya mkewe, ni tatizo kubwa sana. Tunategemea nyi wawili mmalize mambo yenu katika namna ambayo ni ya kifamilia zaidi, na miaweke sawa katika utukufu. Kwa hiyo ni muhimu sana kuondoa mgongano wa kimaslahi kwa kuwa na muda wa pamoja. Ni muhimu sana kuondoa mgongano wa kimaslahi kwa kuondoa kwamba kuna tofauti, mnaweza kuwa mnatofautiana. Lakini pia ni muhimu kuondoa mgongano wa maslahi kwa kuhakikisha mnaheshimiana na kujua uwezo wa mwenzako ni upi na mwingine. Lakini pia kuweka uwazi mambo mengi. Hamna kitu kibaya mke au mume akagundua kwamba mwanamke au mume wake amemfanyia jambo la kumficha. Litamuumiza, linaweza kumsababishia magonjwa makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la 6. Jambo la 6 ni la mgongano na la 5, sio la 6. La 5 Ndiyo. Amina. La 6 bwana.
Kwa sababu la kwanza tumesema nini? Matarajio. Matarajio. La pili Mawasiliano. mawasiliano. La tatu fedha. La nne Maslahi. mgongano wa maslahi. Kuna moja tumeruka hapo. Ndio hivyo. Kweli? Mbona naona kuna kitu hakipo hapo, kimeondoka. Fedha ni jambo la ngapi? La tatu. La nne mgongano wa maslahi. Ndio. La tano Ndio tunaingia sasa. sawa. Mungu akubariki. Kumbe wanafunzi mko vizuri. Ni kukosekana kwa tendo la ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hamna kitu kinachoua ndoa kama kukosekana kwa tendo la ndoa. Sasa Biblia inasema kitabu cha Mithali 5:18. Tatizo la Mithali limempiga mwanamke sio kawaida. Bwana asifiwe. Na hamna Biblia nyingine ya kuandika wanawake ya Berlin. Berlin inaitwa mkutano nini? Wa Beijing. Ndio hivyo, inabidi ukubali tu unywe chakula ule mkate wako. Sasa kuna watetezi wa haki za wanawake, achana nao. Hiyo mambo ya siasa kwenye dini achana nayo. Si unaangalia maandiko yanasemaje. Kwa Mithali 5:18. Maandiko matakatifu yanasema kwamba chemichemi yako na ibarikiwe. Chemichemi yako na ibarikiwe. Umfurahie mke uliyemuoa. Umfurahie mke uliyemuoa. Kwa kijana. Mke wa ujana, si ndio? Kwa hiyo watu wengi, wanawake wengi, sijua na mashetani, sijua na mapepo, wanashindwa kuwapa huduma zinazostahili waume zao. Kwa imekuwa chanzo cha mgongano mkubwa katika ndoa. Unaweza kukuta watu wamenuniana, mwanaume arudi nyumbani, michepuko imetokea kwa sababu ya ujinga wa mwanamke kutokubali kwamba inabidi hiyo chemchemi ambayo Mungu amemwachia kwa ajili ya mume wake kuweza kuitunza na kumpa pale ambapo anahitaji. Sasa tuna tatizo kubwa kama taifa na kama jamii kwamba changamoto kubwa ya wanaume wengi ni lugha ambazo wanawake wanazo za kuweza kukatalia mahusiano. Neno linasema kwamba mwanaume anapaswa amfurahie mke wa ujana wake kwa mahusiano ya kindoa. Na Mungu aliposema hivyo alikuwa na maana kubwa, kwamba matarajio makubwa ni kwamba mwanamke awe na unyenyekevu. Ndio maana Biblia inasema mume amtii mumewe kwa mambo yote. Mungu alijua maumbile yametofautiana, na ndio maana akataka utii kwa mwanamke. Sio kama anajisikia, sio kama anatakiwa kuwa na uhuru na maamuzi. No. Ili swala ni swala la kutii. Kanisa linapomtii Kristo huwa hakuna discussion. Utii ni utii. Sasa hilo limekuwa ni changamoto kubwa. Unaweza kukuta watu wamekuja kwenye counseling ya ndoa, lakini swala kubwa ni wanawake wengi kukataa kuingia kwenye mahusiano kwa lugha nimechoka, kwa lugha sijisikii, kwa lugha nahitaji zawadi kwanza. Wanatoa mpaka vibonzo. Nashangaa mtu anamtumia mke wake au mume wake kibonzo. Angalia mwenzako amemnunulia mwenzako gari kwenye birthday. Kwa nini mnyime mapenzi? Yesu asifiwe. Sasa mume wako hana uwezo wa kununua hata baskeli. Sio, unamuumiza tu kijana watu. Ana pikipiki yenyewe, wewe unamchallenge. Unamchallenge maana yake nini? Huo ni utapeli na wizi. Ndio maana nimekwambia kama uwezi kutii, usiolewe. Utatusaidia sana usio na matatizo ya ndoa kanisani. Kama unaona moyo wako kabisa wewe kutii mwanaume uwezi, acha kuolewa. Kaa mwenyewe, si unataka kukaa mwenyewe ukae na matatizo yako. Kwa ni muhimu sana kujua hilo. Lakini sasa tuna tatizo upande wa pili pia. Wanaume wengi wameishiwa nguvu za kiume. Sasa hiyo inatokana na kule walikotoka. Kwa hiyo wameshindwa kutimiza mahitaji ya ndoa. Ni siri kubwa imejificha. Unakuta kijana mzuri, six pack, madudu. Mwezi unapita, mwaka unapita, karanga zote zimeliwa, vitunguu saumu. Supu ya nini? Mnajifanya msijui. Zote nazi sijui mbichi, nazi na karanga sijui miogo, zote zinauzwa na kina dada wa barabarani, wala wanapita kwenye magari jioni. Ngoma imegoma. Sasa ni muhimu mkatambua hilo tatizo, kwa sababu ziko dawa nyingi za kutibu. Naomba nikwambie tu, madawa yako mengi sana na nasaidia sana kisayansi. Acha uswahili huo.
kwa sababu tatizo hilo linajulikana, na ni muhimu kukubaliana na kukubaliana kwamba hii ngoma bwana ni tatizo. Sasa tukatafute measure za kisayansi. Lakini hiyo ni la kwanza. Upande wa pili ni kumuomba Mungu. Yeye awezaye kuponya mwili na roho bado ana neema ya kuweza kurejesha matarajio katika ndoa ambazo mlizo nazo. Kwa ni muhimu sana mkajenga msingi wa kuwa na muda wa pamoja. Lazima muonyeshane mapenzi makubwa, lakini pia muweze kuwasiliana kimatendo. Jambo la mwisho kwa leo linaoleta mgongano katika ndoa ni jambo zima tunaita ni malezi. Malezi. Jinsi mume wako alikotoka katika nyumba aliyolelewa au mke wako lina maana kubwa ya kujenga msingi wa ndoa ambao utakuwa mzuri au msingi wa ndoa ambao utakuwa mbovu. Lina maana gani? Kuna watu wamelelewa na single mothers. Kwa maana yake anategemea harusi mke wake atakuwa model yale muona mwanamke ambaye amemwona duniani ni mama yake. Lakini tatizo likubwa la wale ambao wamelelewa na single mothers ni tabia ya kina mama kuingilia kwenye ndoa za watoto wao. Kwa unakuta ndio amelelewa na single mother, lakini mtoto wa kiume ushauri wote nyumbani lazima akamuulize mama. Hata kama hajasikika waziwazi, akipewa ushauri na mke wake, atatoka hata nje ya nyumba, atajificha hata bafuni. Mama, sasa hiki kitu mwanamke sijui anataka kunikalia kichwani. Yesu asifiwe. Hebu nisaidie nimjibuje. Na jibu atakalotoa mama imetoka hiyo. Na kina mama wanawivu na wakwe zao. Kina mama akina ambao hawajaokoka, waliokoka wanajua watamsikiliza bwana wao. Sasa wewe kama unafanya hivyo hujaokoka. Hata useme nini hujaokoka. Hiyo ukoka huko umeokoka kishikaji. Lakini kama kweli umeokoka tunategemea utakuwa mama mema au baba mwema. Lakini pia kuna watu wamelelewa na father, single fathers. Na automatically kuna mambo ambayo wameyakosa kuyaona katika ndoa. Na wanasema first impression matters. Lakini pia kuna watu wamenyanyaswa wakati wanakuwa. Umelelewa na baba wa kambo, mama wa kambo. Kwa kuna vitu katika misingi yako ya usichana au ujana umeiona ambayo kuisamehe itakuwa ngumu sana. Sasa tufanyeje kwenye hilo? Samehe. Alafu ipe muda neema ya Mungu kuweza kutatua changamoto ambayo iko pale. Kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 4 kimeweka bayana kuhusu swala zima la malezi. Anasemaje? Waefeso 6 mstari wa 4 limeweka bayana kuhusu misingi mizima ya malezi. Inasemaje? Waefeso 6 mstari wa 4. Waefeso 6 mstari wa 4 inasemaje? Waefeso sura ya 6 mstari ule wa 4. Neno la Mungu nasema, nanyi akina baba msiwachukize watoto wenu, ila waleeni katika nidhamu na mafundisho ya Kikristo. Sasa ukikosa kumfundisha mtoto wako vizuri, ukisha kumfundisha mtoto wako nidhamu, maana yake unamharibu. Atakapoenda kwenye ndoa atatia aibu. Kwa hilo la kwanza. Lakini pia ndani ya nyumba kwenyewe misingi yenu ya malezi inaweza kuwa tofauti. Baba anapotaka kumpa mtoto nidhamu, mama anamtetea. Na mtoto anapozidi kukua anajua baba ni kumuonea, mama ni kumtetea. Alafu mwisho wa siku inaleta migongano mikubwa. Kwa ni muhimu sana mkakubaliana na kwenda hata semina za utaratibu mzuri wa namna ya kuwa na malezi ambayo ni mazuri kwa ajili ya watoto wenu. Basi hao mambo 6 naamini na utatuzi wake ndio ambayo yametupa msingi wa somo letu jioni leo, utatuzi wa migongano ya ndoa kibiblia. Na ninaamini kwamba kutakuwa na maswali kuanzia kwenye uchumba mpaka ndoa. Basi nitoe nafasi
ya watu kuweza kuuliza na tupate majibu. Karibu sana. Labda tupate wimbo kidogo, alafu tuende kwenye maswali na majibu. Basi mpendwa msikilizaji wa Radio Success, wakati na sana majira kama haya ni wakati wa kwenda kusoma jumbe fupi kutoka kwa wasikilizaji wetu. Basi nichukue nafasi hii kuwakaribisha sana katika kipindi hiki cha kusoma ujumbe kutoka kwa wasikilizaji mbalimbali. Anatuambia, anaitwa Grace, anasema kwamba ushauri wako ni upi kwa vijana waliovunjika moyo kutokana na mahusiano yaliyopita? Haya, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza, wewe sio wa kwanza. Nilikuwa naongea na mmoja leo akaniambia na madeni mchungaji mpaka amefika kwenye ndevu. Nikamwambia kupata madeni wewe sio. Yaani wewe sio kwamba wewe ndio wa kwanza kupata kuvunjika mahusiano. Wengine wamevunjika. Mimi nakumbuka kuna kesi mbaya zaidi. Mtu alifika tu akavunja hata agano, akaingia kwenye mahusiano, wameokoka lakini wakaharibu utakatifu. Binti akapata ukimwi, akapata ugonjwa wa zinaa na akapata na mimba. Kwa hiyo maumivu makubwa matatu. Sasa whether ni katika upana huo au katika udogo, moja, wewe sio wa kwanza. Wewe sio wa kwanza kupigwa chini mchana kweupe. Wewe sio wa kwanza kufika ulikuwa na mpenzi binti alafu unakuta na mahusiano na mtu mwingine anakuja kuolewa naye. Kwa sababu kuna mabinti wanaegesha. Huyu akitokea huyu amechelewa, unashangaa binti ambaye umekaa naye miaka mingi amekuumiza. Lakini pia kuna watu wametumia gharama. Ndio maana nilikataza tabia ya kumgaramia mke wako mtarajiwa au mume wako, ni upumbavu wa juu. Ila kama unataka kutoa kwa hisani, Bwana Yesu asifiwe. Kama unaweza kumsaidia dada yako au kaka yako, it's okay. Lakini usitegemee kwamba tumenunua kiwanja pamoja, tukasema tutatunza pamoja, alafu tukiolana tutaweka sawa. Wewe shindwa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo tabia uiache. Sasa kama umetokea umeumizwa kwa namna yoyote ile, naomba nikwambie, cha kwanza Biblia inakutaka utubu. Kwa beba ule mzigo mwenyewe, usikwepe responsibility. Kama ulifika hatua ukavua mpaka nguo yako, aliyekwambia uvue nguo kwani ulilazimishwa? Ulibakwa? Ni kwamba uliamua mwenyewe ukizani kwamba matarajio huyu mtu ndo atakupenda zaidi, imetokea hivyo. Lakini pia kumbuka kwamba kubali kwamba ni kosa lako. Usianze kusingizia kwa mtu yote wala kutafuta mchawi yoyote. Moja. 2, Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 7, sio lazima tuusome kwa sababu ya muda, kwamba tukisema kwamba hatuna dhambi tujidanganya, lakini tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa haki atusamee dhambi zetu. Kwa jifunze kusahau. 1, msamee. Nimekusamee. Amua kusema kwa moyo wako wote. Alafu msamee kweli. Mmoja nakumbuka kijana alimtenda mabaya, akasema Mungu anamuona, Mungu wangu mimi, Mungu wako mshenzi tu na wewe. Huyo Mungu gani? Shetani wako labda ndo anamuona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa usifike hatua kujiona wewe mwenye haki. Kubali kwamba uliteleza, beba msalaba, alafu msamee. Anza upya. Uzuri Biblia inasema kwamba fadhili za Bwana ni mpya kila asubuhi. Kwa hiyo mfanye kila asubuhi kuwa mpya, usifanye kama jana. Usijenge ukungu wa jambo ambalo limeshapita. Mungu bado ni mwaminifu. Ndio maana ninakataza katika mafundisho yote ya ndoa, uchumba unaodumu zaidi ya miaka 2 sio uchumba, ni utapeli, na usipoteze muda kwa namna hiyo. Tunategemea ndani ya miezi 9 kwa mtu serious lazima amesha kuoa. Kwa mtu serious lazima ulewe naye. Ndio maana unapokuwa mrefu sana, hatari kubwa ni kutingia katika mahusiano. Mnazoeana, na mkishaingia kwenye mahusiano kwa uchumba ambao umekaa muda mrefu, hautadumu. Mtaenda kuumizana. Sasa kama amesha kutokea tayari, jua Mungu bado anaweza, na samee ili uweze kupona
katika jina la Yesu. Amina, shukrani sana. Basi kwa wakati huu naomba tuweze kupata swali studio. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nina maswali kama manne kutokana na yote aliyoeleza mchungaji hapa juu ya mambo yanaweza kuleta mgongano katika ndoa na uchumba. Kwanza kwenye matarajio na swali moja. Mimi ukiachana na yote, kuna muda naangaliaga mechi za mpira. Kabla ya mechi kuna kitu kinaitwa build up, na anayepanga kikosi kila kitu ni kocha mwenyewe, na kocha anaingia na safu nyingine, yani anaingia na formation yake kwamba anaanzisha 4-3-3 labda anaanzisha safu yake mwenyewe, akiangalia na timu pinzani inachezaje, ametazama mechi zilizopita na ameamua ingie na hiyo safu akitegemea anaenda kupata matokeo mazuri. Vivyo hivyo kwenye ndoa, huwezi ingia kichwa tu. Pia hata kwenye kitabu chako na pia kwenye mafundisho yako ya nyuma ya kuhusu ndoa, kwa ukielezea juu ya sifa za mwanamke mwema, yani mke mwema pamoja na mume mwema. Sawa kabisa. Ni sawa kabisa. Sawa kabisa. Sasa unaposema mtu asiye na matarajio ya kwamba mwanamke awe hivi au mwanaume awe hivi na hivi, unakuwa unaleta maswali kwamba zile sifa zilikuwa zina maana gani sasa? Kwa sababu ukiangalia kwenye sifa mbalimbali umeonyesha vitu vingi, umeeleza mambo mengi kwenye sifa. Sawa kabisa. Amina. Sasa unaposema matarajio yasiwe kwa maana gani? Yaani mwanamke asiangalie zile awe kwamba amefanya makosa au sawa. Amina. Nashukuru sana. Hebu uliza maswali yote tuyajibu pamoja. Twende basi la kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kinachotakiwa kutokea ni kwamba kwa sababu umepata nuru ya kusoma kitabu hicho, Mungu akikupa neema ya kufika hatua ukawa na mchumba, mwambie naye asome. Anatuambia tunakubaliana na haya. Mimi kazi yangu, majukumu yangu mwanaume ni haya hapa. Wewe ya kwako ni haya hapa. Je, tunakubaliana nayo? Akishasema ndio, hiyo sio matarajio tena. Huo ni wajibu. Kibaya ni kwamba huyu mwanamke unaenda kumuona leo, labda amesoma shule ya St. Francis Mbeya, piga kipanga 7, hata kupika ugali hajui, lakini ana akili. Form 6 3, kaenda chuo kikuu, baba ana uwezo, anarudishwa nyumbani na gari, anapelekwa na gari, hajasoma Tanzania, kaenda kukaa huko Ulaya sijui nchi gani, wanakula baga. Amerudi Tanzania, wewe umeona shepu, umeona macho, umechanganyikiwa na pua ndefu. Huyu ndio mke. Alafu kumbe hata ugali hata wali hajui kupika. Alafu matarajio yako ni kwamba mke wako aweze kupikia nini? Chakula. Kwao usitegemee kitu ambacho kwa mtu mwingine ambao hajajifunza. Ndio maana ni muhimu kuhudhuria mafunzo ya ndoa. Kwa nini nakuwa na kipindi cha jioni leo? Nia kubwa ni kusaidia watu kuweza kutokuwa washamba. Matatizo mengi yanatokana na ujinga. Kwa tunajua katika hali ya maisha ya Kiafrika kuna utaratibu wa mke, kuna hatari, lakini naomba nikwambie sio lazima iwe hivyo. Kwa sio na matarajio ambayo ni ya uongo. Kwa ni muhimu wewe na mke wako, baada ya kuona kitabu hicho kimeandikwa hizo sifa ukaziona ni njema, mkapitia moja moja. Bwana hii hapana tuiache. Hii mambo ya kupikia tutajiri msichana wa kazi. It's okay. Hii mambo ya bafuni kuleta maji sije umetiwa iliki na tangawizi, tutatengeneza tenki letu, tutakuwa na tia iliki na tangawizi, mtachuja. Mimi nitanunua hizo hela. No problem. Si makubaliano. Hii mambo ya kwamba mimi nitandike kitanda, tutabadilishana. Kila mtu atakuwa anatandika kitanda asubuhi. Kwa hiyo ninatamani badala ya kuwa na misingi ambayo ni ya imesimama pale, mkubaliane, ndio kitu cha msingi. Huwa nikikutana na watu kwenye ndoa katika counseling na wauliza, na ndio nataka twende sasa hivi. Tunatakiwa tuanzishe kliniki ya ndoa kuanzia mwezi wa kwanza, Jumamosi ya kwanza ya mwezi wa kwanza kwa ajili ya ndoa. Kwa hiyo tunategemea kuwa na kliniki ya ndoa mjini hapo kila Jumamosi saa 4 kamili asubuhi kama Mungu atatupa uzima. Sasa kule tunakutana na watu wawili walioshindana, kliniki ya ndoa.
na tutakuwa katika hoteli moja hapo katikati ya mji. Kwa hiyo katika kliniki ya ndoa tunakuuliza, wewe ulikuwa unatarajia nini kwa mwenzako? Na wewe mwenzako ulikuwa unatarajia nini kwa mwenzako? Je, mko tayari kuviweka hivyo? Wewe mwanamke, je, uko tayari? Wewe unamnyima mwenzako kila siku. Matarajio ya mwenzako ni kwamba mwanamke anatakiwa ampe mmewe kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe ukifanya hivyo unaniletea matatizo. Je, mnaamua kuishi ndoa gani? Kama mwanamke hayuko tayari kunyenyekea, hiyo sio ndoa. Kama mwanaume hayuko tayari kubadilisha, kujenga upendo, hiyo sio ndoa. Kwa misingi itabaki misingi. Sasa ngoja nikwambie, leo nimefundisha kanisani somo kuhusu pesa. Kuna mtu ajui kwamba itakiwa na save. Kuna watu pale, kuna mmoja nilisikia alipata mshahara juzi shilingi 40,000. Akaanza kunywa soda, anatoa ofa tu kwenye duka. Wewe kunywa, wewe njoo, umeshakunywa soda. Alafu zilipoisha akaenda kuomba msaada. Ajui, sio kama nini, kwa sababu ya ujinga na kukosa mafunzo anafanya mambo ambayo ni aibu. Kwa kuna mwanamke ambaye au mwanaume ambaye yeye amezoea, ameriwa na single mother. Mama ndio analeta chakula nyumbani. Yeye amezoea kukaa na TV, video game asubuhi mpaka jioni. Sasa mke wake ndio anafanya kazi, labda amepata kazi ni ofisa. Anamtegemea mke wake ndio alete nini? Chakula. Mlikubaliana wapi kama mimi naleta chakula wewe? Tunatakiwa ujenge misingi, kwa mafundisho ni ya muhimu sana kabla ya ndoa na baada ya ndoa. Nafikiri nimeleweka. Lakini umekuwa katika mafundisho yako ukifundisha kwamba ni muhimu kabla ya ndoa muwe na coaching. Ndio maana yake. Ndio mambo ya msingi, lakini bahati tunategemea yote hayo kama ni makubaliano moja yaweka. Ina maana ukiingia kwenye ndoa unaingia na matarajio ya kwamba unaenda kuwajibika. Sio matarajio sasa, inakuwa ni wajibu. Yaani tofautisha, yule mwenza wako atawajibika. Kwa sababu mmeshakubaliana. Nje ya matarajio. Sio matarajio tena, wewe ni wajibu. Yaani mkishakuwa mmekuwa wewe mke wangu kazi yako ni kusafisha nyumba. Si mmeshakubaliana? Kwa ni wajibu wake kutandika kitanda. Wajibu wake kusafisha nyumba. Wewe wajibu wako kuleta chakula nyumbani. Matarajio ni kitu ambacho hakina mkataba wote. Ni mawazo yako. Yaani wewe umewaza tu kwamba mke wangu nafikiri saa 11 asubuhi kama nilivyokuwa nafanya kule kwetu atakuwa ananiletea chai. Chai iliyotiwa tangawizi na mdalasini. Ni matarajio. Sasa unashangaa siku ya kwanza hajaleta. Wewe kwa nini hujaleta? Nani niambia jamani? Kitu wewe ulikuwa na hiyo mawazo yako, ulitengeneza picha yako ya mume au mke. Inafika mwisho wa mwezi mwanaume alete chakula nyumbani. Matarajio yako ni kwamba mwanaume kama baba yako alivyokuwa anafanya atajaza friji. Hayupo. Nafikiri umenielewa. Kwa ni muhimu sana kutengeneza wajibu na matarajio. Matarajio usitegemee chochote kama hakuna wajibu uliokubalika. Nafikiri nimeeleweka. Amina. Swali lingine? Swali langu la pili, twende kwenye eneo la fedha. Yaani muungano katika swala zima la fedha. Biblia inasema pale kitabu cha Mwanzo. Unaona inasema mwanaume atamwacha baba yake na mama yake. Naye ataungana na mke wake. Nao watakuwa mmoja na wote. Sawa kabisa. Ina maana katika mambo yote share. Kila kitu, yani anachomiliki huyo ndicho anachomiliki. Sawa kabisa. Hamna yani mali asitenge. Yani hata kwa sheria tu. Yani tutoe tu Biblia. Sheria yani hata ikitokea wameacha talaka imetoka. Mali zinagawanyishwa nusu kwa nusu. Sio kweli. Endapo jina la huyo mwenza, jina la huyo mmoja wao linaonekana katika mali yoyote katika hizo. Ndio ukweli. Sio kweli. Sasa mimi naongea kama mwanasheria. Maana lazima ni nzuri nikaongea. Ngoja kwanza tuweke sawa hapo. Nikaongea kama mwanasheria. Sababu watu wengine wana mawazo hayo. Sheria haizuii jasho la mtu katika ndoa. Na ndio maana sheria ya ndoa moja ile kifungu nafikiri cha 65 au kama nimesahau kidogo kinaruhusu mwanamke kumiliki mali ndani ya ndoa. Lakini pia kinaruhusu mwanaume kumiliki mali zake ndani ya ndoa. Naongea kuhusu sheria. Sio matarajio. Kwa sababu unachokiongea ni matarajio. Sheria inaruhusu. Kwa hiyo kuna mali ambazo hizi zitakuwa za baba na hizi ni za mama. Kadri mlivyokubaliana. Na ndio maana nimekwambia kuhusu makubaliano. Mnaweza kuamua pia mali zote za kwenu pamoja, lakini lazima muandike.
Vinginevyo sheria itakachoangalia jasho la huyu na jasho la huyu itagawanya. Ila nyumba, kitu ambacho unakisema wewe ni nyumba ambayo mmeishi pamoja, inaitwa matrimonial house. Hiyo ndio mnagawana nusu kwa nusu, kwa sababu wote mmekuwa, aidha mtu alikuwa anafanya kazi lakini alikuwa anakupikia chakula. Lakini mali nyingine zozote, mwanaume anaruhusiwa kumiliki mali zake ndani ya ndoa na mwanamke anaruhusiwa kumiliki ndani ya mali zake. Sasa kwa sababu hiyo ni modo ya kidunia, mimi katika ushauri wangu katika Kikristo, nyinyi ni mwili mmoja, kwa mweke kanuni na wajibu mapema. Je, swala la kifedha tunafanyaje kwenye ndoa yetu? Je, mali tukichuma zitakuwa za nani? Na ndio maana wale ambao wana akili nzuri, hata kiwanja hata nyumba zinawekwa majina yote mawili, la baba na la mama. Lakini pia kuna wengine sio dhambi, wanaamua kwamba bwana, mimi nimeona ndoa ambayo mwanaume ameenda kumpa zawadi mmeweki wake ya nyumba siku ya birthday. Mama, nimekujengea nyumba, funguo hizi hapa. Haleluya, haleluya. Hati hapa. Amempa zawadi mkewe. Amenunua gari, kwa sababu gari sio za kwenu wote. Amempa mkewe. Na ndio maana kuna umuhimu wa kuandika mirathi. Kama mirathi haijaandikwa, mali zinapotea. Nafikiri sasa tuende kwenye swali lako. Nitaka hiyo tuweke sawa kwanza, kwa sababu ni swala la kisheria. Umebobea katika masuala mengi juu ya sheria na kifedha. Unasemaje juu ya swala zima la kifedha? Yaani je, tuseme wazo la one account. Dual account. Wote wanakuwa na haki sawa katika account, yani kwamba mshahara wa huyu unaenda kwenye account hii, mshahara wa huyu unaenda kwenye account hii. Je, unaona ni swala sahihi? Sasa natokana na level ya wale walioana. Labda nieleze sasa taratibu. Nakumbuka kuna mmoja, baba amemaliza chuo kikuu na amesoma uhasibu. Mama darasa la 7, hata kuandika ni shughuli. Mapenzi hayana macho. Kwa kaziona hela nyingi kwenye account na wana draw pamoja, kila mtu anaweza kudraw. Akajisikia sikio mume wake amepata birthday, kaenda kwenye account ya dua, kachukua kaenda kununua Land Cruiser. Na hajafanya kosa, si ya pamoja. Sasa mwanaume anashangaa, mbona muamala umepita mkubwa unaenda hata kampuni ya fulani? Mke wangu vipi? Ambia utaona matokeo yake jioni. Matokeo gani? Amerudi nyumbani keki. Baadaye, mke wangu, mume wangu pokea funguo. What? Tuko tofauti katika uelewa wa kifedha. Kwa hiyo nzuri, mnapoenda katika kuwa na akaunti ya pamoja, mkawa na chimbuko la pamoja la mafunzo ya kuhusu fedha. Mnaweka akaunti ya pamoja kwa nini? Nataka kusema ni kwamba usiwe na matarajio, mweke utaratibu. Mke wangu na mume wangu, kabla tujatoa hela kwenye benki, tutakaa chini kikao cha familia, tutamuomba Mungu, tutaenda kutoa. Mambo ya maisha, tukiwa na mipango mikubwa, tuna mipango ya mwaka, mipango ya mwezi, kwa matumizi yetu tutaungana na mipango tulionayo katika bajeti yetu. Sasa mambo sio kutengeneza kwa kufikirika. Ni lazima myakubaliane. Sasa kutokana na hilo, na naomba nikwambie kuna ndoa ambazo mama hajui kabisa kusoma au mwanaume hajui kusoma. Wapo. Kwa sababu ndoa haina macho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiwe na matarajio kwamba lazima kanuni fulani itawafaa watu fulani. Itatokana na maamuzi yenu mliyoweka katika kutengeneza ndoa yenu. Uzuri, mimi kama mshauri, ni jambo jema kuwa na joint account, kuwa na separate accounts, ili muweze kumanage mambo vizuri. Kwa sababu kuna majukumu ya kifamilia ya mume mengine na mke, lakini pia kuna priority. Ila kuwe na uwazi, kusiwe na jambo lolote ambalo ni la kificho, kwamba naficha shilingi milioni 2 kwenye akaunti yangu, mume wangu asijue. Hiyo ni laana. Kuwe na uwazi wa masuala ya kifedha. Kuwe na uwazi wa namna gani ya taratibu za kifedha. Kuna mwanamke nimekutana nyumba moja, mimi bana sitaki. Eti kwanza siji tupange budget, mimi nipatie milioni 1 yangu ya mwezi mmoja, achana nao. Kama utafanya pesa utatengeneza nyumba, utafanya nini, wewe kazi kwako mwenyewe. Mwanamke wa Kipemba ndio anapenda hivyo. Sasa unamlazimisha, lazima tukae pamoja, lazima anajua wapi bajeti? Yeye anajua kuzaa. Kwa hakuna unified law katika masuala haya. Na ndio maana nikwambia uzuri wa Biblia is a principle based. Imetaka upendo na utii kama misingi ya ndoa. Sijui kama kuna swali lingine kwenye mtandao. Tuna swali lingine lolote? Maana muda umekwenda sana pia.
swali jingine ni kwamba anasema unasemaje kwa vijana wanaosema kwamba nitafunga ndoa nikishafanikiwa kwanza? Bwana Yesu asifiwe. Mafanikio ni nini? Mafanikio ni subjective. Mimi nikisema nikifanikiwa, wewe ukiambiwa kufanikiwa leo, labda umenunua kiwanja ndio kufanikiwa. Mwingine kununua simu ya Samsung S25 amefanikiwa. Mwingine kujenga nyumba na kununua gari ndio mafanikio. Kwa mafanikio ni very subjective. Unaposema mafanikio ni nini? Ni jambo la busara kuwa na malengo. Kwamba bwana, mimi kama kijana nafikiri ngoja nijenge nyumba kwanza. Sio dhambi, lakini kumbuka kitu kimoja. Ndoa niweke vizuri hivi. Nimekutana na ndoa ambazo zimeingia changamoto. Bwana alishanunua mali, akanunua gari, akanunua nyumba, kwa akamkaribisha mke wake nyumbani kwake na gari yake na nyumba yake. Kwa mwanamke hana mchango wote katika mali alizonazo katika maisha yao. Kwa mgogoro unakuja wapi? Cha kwanza, ikitokea la kutokea, alafu mali za mwanaume ndugu wanakuja kuzichukua. Kwa sababu mahakama itakapogawanya, sio lazima kwa sababu wewe una jasho pale, mpaka mama mkwe atapata na watu wengine ambao ni wasaidizi katika ndoa. Na bahati mbaya kama hajaandika usia ni tatizo kubwa. Kwa unachokiangalia ni kitu kimoja, mke sio mzigo. Narudia tena. Mke sio mzigo, ni baraka. Ila umeoa mke wa aina gani? Kuna wanawake ukioa ni kidonda, umeshaambiwa. Yaani kama kidonda kwenye mfupa. Unajua Biblia ina akili sana. Kuna kidonda alafu kuna kidonda. Sasa wewe kama hujawahi kupata kidonda kwenye mfupa, jaribu siku moja utanielewa. Na ukitaka kunielewa kidonda cha kwenye mfupa, jigonge kidole cha chini kimoja huko, alafu kipate shida. Ndio utajua kidonda cha kwenye mfupa kinakuaje. Ni shida. Sasa pia hata mwanaume ukipata mwema sawa, lakini ukipata mwanaume maumivu ya roho, mpendwa katika Bwana, hata hizo mbingu utakuwa. Tunaona uso tumebadilika. Kila siku unapumulia oksijeni. Maisha yanazidi kuwa magumu. Tunajua tayari umekamatwa sehemu mbaya. Kwa ni muhimu sana kuwa na misingi mizuri ya pamoja na kujua kwamba kama ukipata mke mwema anaweza kuwa sababu ya mafanikio yako makubwa mno. Na ndio maana nasisitiza kuhusu courtship. Ni somo ambalo natamani sana vijana walielewe. Huyu binti unayemuona sijui amesimamisha saa 6, sijui ana maipsi, sijui ya kwenda Ulaya, sijui China, sijui Uingereza. Kama madudu yako kichwani. Haya, ngoja nisiseme. Bwana Yesu asifiwe. Huyu kijana ambaye ni namba 6 kama madudu nita. Kwa ukipata mke mwema, Biblia inaweza kusema kuna mke mwema, lakini kuna mke ambaye sio, ambaye ni maumivu mifupani. Kuna mume mwema na kuna mume ambaye ni maumivu mifupani. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kupanga. Kwa hiyo ninachosema ni labda nimalizie kusema hivi. Sio mbaya kijana kuweka malengo, lakini pia usiweke malengo kwa sababu tu eti kwamba unajua nataka mke akute kila kitu ndani. Unajua mwanamke ni pesa au maneno ya kishamba ya mtaani hayo. Sio Biblia. Mke mwema anatoka kwa Bwana. Na ukimpata mke mwema, basi itakuwa furaha kubwa kwenye maisha yako yaliopo na yale ambayo Mungu amekusudia juu ya maisha yako. Amina, shukrani sana. Basi kama kuna swali studio, naomba tupate ili tuweze kufunga kipindi. Basi nichukue nafasi hii kumkaribisha mtumishi wa Mungu ili aweze kutufungia kipindi chetu. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumefanya makusudi leo kuwa na kipindi kirefu kidogo. Ndio. Na rasmi naomba niwatangazie kuanzia Jumapili ijayo tutakuwa na kipindi kingine cha masuala ya fedha kuanzia saa 11 jioni. Kitakuwa kinaendana na hiki. Ndio. Kwa hiyo hayo ni maeneo makubwa ambayo Mungu anataka tuyajue. Amen. Kwa hiyo nitaomba uweze pia kuwakaribisha katika kipindi hicho. Na kipindi cha ndoa kitaendelea kama kawaida kuanzia saa 12 kamili mpaka saa 1 kamili, lakini tumepoteza muda kidogo. Tulipoteza, kulikuwa na mambo ya maana ya kuweza kuweka sawa. Ninapenda kuchukua fursa hii kuwashukuru wote, mgeni wetu studio, wale ambao wako online, waliweza kuleta maswali. Mungu awabariki, na bado una nafasi ya kuleta maswali. Na utatuma kwa namba yetu ya studio. Labda utaje tena ile namba.
wakati wowote tutakujibu. 0678666335 0678666335. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ninakutamkia ndoa njema katika jina la Yesu. Yawezekana uliteleza tayari, muombe Mungu atarejesha ndoa yako. Mungu ni mwaminifu. Yaliyoshindikana yeye anaweza. Na ndio maana ya kuwa na dua na maombi. Yuko ambaye anaweza kurekebisha moyo wa mwanadamu. Hakuna nguvu kubwa katika maisha ya mwanadamu kama maombi. Kwa ni matarajio yangu kwamba Mungu atakupa neema kuweza kunyosha pale palipoharibika. Wale ambao bado mnajikusanya, basi ukae makini ili usifanye makosa. Tuombe. Baba, tunakushukuru tena jioni leo. Asante kutukusanyisha katika kipindi hiki. Tunashukuru kwa ajili ya wema wako na rehema zako nyingi juu ya maisha yetu. Baba, kila msikilizaji aliyekuwepo katika